Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Sina shaka umeamka salama kabisa. Msemaji mwandamizi wa jeshi la Iran amesema uwezo wa makombora ya nchi hiyo unaendelea kuongezeka kila siku, akisisitiza kwamba Iran ni imara kuliko ilivyokuwa jana na itakuwa imara zaidi kesho kuliko ilivyo leo. Brigedia Jenerali Abofazi Shekachi ameliambia shirika la habari la Mer kwamba majeshi ya Iran yanaendelea kuimarisha uwezo wa makombora yake hatua kwa hatua. Alisema kuwa programu ya makombora ya Iran iko katika njia ya ukuaji wa kudumu. Kila siku tutapiga hatua zaidi katika eneo hili. Bila shaka leo tuko imara kuliko jana na kesho tutakuwa imara kuliko leo, alisema. Ameeleza pia nafasi muhimu ya makamanda wa zamani wa kikosi cha anga cha IRGC, hasa marehemu Brigedia Jenerali Hassan Tehran Moghadam, katika kuweka msingi wa programu ya makombora ya Iran. Kwa mujibu wa Shekachi, Tehran Moghadam aliweka misingi ya nguvu hii na kujenga jukwaa ambalo Irani imeinuka kupitia programu hii. Wiki iliyopita, kamanda wa vikosi vya IRGC mkoa wa Tehran alisema uwezo wa makombora ya Iran hauwezi kuzuilika, akibainisha kuwa maadui waliokosea makadirio wakati wa vita vya siku 12. Brigedia Jenerali Hassanzadeh alisema moja ya sababu za mafanikio makubwa ya Iran ni matumaini endelevu ya taifa hilo kuhusu mustakabali wake. Alisema vita hivyo vya siku 12 vilileta ushindi kamili na wa heshima kwa Iran, mapinduzi ya Kiislamu na Uislamu, huku vikiteketeza maadui na mwenendo wa kibabe wa kimataifa. Marekani na utawala wa Israel ulishindwa kwa uchungu. Alisema maadui waliamini wangeweza kuzuia nguvu ya makombora ya Iran tangu mwanzo, kuingilia makombora yakiwa angani na kuyadhibiti yanapokaribia maeneo yaliyokaliwa kwa kutumia mfumo wa pamoja wa ulinzi wa anga duniani. Mnamo Juni 13, Israel ilizindua shambulio la wazi na lisilo la kichocheo dhidi ya Iran wakati Marekani na Iran zilikuwa katika mchakato wa mazungumzo ya nyuklia. Shambulio hilo lilisababisha vita vya siku 12 ambavyo viliua angalau watu 1064 nchini humo, wakiwemo makamanda wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida. Marekani pia iliingia vitani kwa kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran, kitendo ambacho kilikiuka sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa jeshi la Iran, lililenga maeneo muhimu katika maeneo yanayokaliwa pamoja na kituo cha kijeshi cha Al Udeid nchini Qatar, ambacho ni kambi kubwa zaidi ya Marekani katika ukanda wa Asia Magharibi. Mnamo Juni 24, kupitia mashambulizi yake ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel na Marekani, Iran ilifanikiwa kulazimisha kusitishwa kwa mashambulizi hayo. Makamanda wa kijeshi wa taifa la Iran wanazidi kupigilia msumari kwamba taifa hilo lipo katika maandalizi makubwa ya mpango wa makombora wa Iran na wako tayari muda wowote kwa ajili ya vita na maadui wake wote ambao watajitokeza wakati wowote. Mtazamaji wetu, kuna mengi sana utakwenda kuyafahamu kwenye uga wa kimataifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.